tunasema ni madhabahu yako hapo Bwana, tunatakiwa kuja kwako ili pokee nguvu na mamlaka. Achilie kibali chako Jehova, uponyaji ukatokee mahali hapa, matumaini yakatokee mahali hapa. Watu wako Jehova waliozimika mioyo na kukata tamaa wakapata matumaini mapya, wakafarijike mahali hapa, maana neno lako la uzima ni afya, neno lako la uzima ni uponyaji, neno lako la uzima ni mapenzi yako Jehova. Nasi Bwana ni asubuhi nyingine tena tunahitaji neno lako Jehova likapate kutimiza mapenzi yako. Asante Bwana kwa ajili ya ibada njema ambapo umeleta tena mtumishi wako ili akasimama kwa ajili ya neno ikiwa ni siku ya Daudi. Nasi Bwana tunakuja mbele za uso wako tukimsongeza madhabahuni kama mfalme ili yako simama kimya na Bwana ikafanye jambo chini ya siku ya leo ili yako kwa mambo nia na maficho yetu tunakutamani Bwana, tunakuita Jehova na nguvu zako, msaada wa karibu ambao unatuwezesha na kutupigania. Asante kwa ajili ya neema Mungu umetupa watoto wako tupangie patakatifu pako, umetulinda, umetutunza, umetupa fadhili nyingi. Ndivyo nasi tunakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, tunaomba rehema mbele zako Kristo. Mahali popote ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako, kwa kweli andiko tukisema tuna dhambi, tunajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu. Na umesema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Neno lako Baba limesema Bwana wa amani mwenyewe watakaseni kabisa nafsi zenu, mwili na roho zenu, ili muhifadhiwe kwa kamili mpaka kuja kwake Kristo. Bwana tunakuja mbele zako Baba tena asubuhi ya leo, tunasida miaka ya thamani ikapite kututakasa, kwa sababu imeandikwa karibia vitu vyote katika Torati usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Ndivyo tunamwaga damu katika malango ya mahali hapa kuta na eneo hili, kwenye miili, roho na nafsi zetu, ukatuondolee uharibifu wote. Chochote kinachotutenga mbali na uso wako, kwa kuwa imeandikwa, sikio lako Baba si zito hata lisiweze kusikia, na mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa, bali maovu yetu yametufarakisha sisi na uso wako hata utaki kusikia. Chochote kinachotutenga na wewe, asubuhi ya leo tunasida miaka ya thamani ikapite, ikatuondolee hicho, ili Mungu tunapopata sauti zetu zisiwe kelele masikioni mwako, bali maombi na dua na sala zetu zikafanyika kwa harufu ya manukato masikioni mwako. Kwa utukufu wako Kristo, karibu nasi na utusaidie. Roho Mtakatifu, mwalimu na kiongozi, wewe unaituombea kwa kuwa pasipo lugha kutamkika, karibu ombe pamoja nasi, kwa sababu sisi hatuwezi kuomba ipasavyo. Karibu sema na watu hawa waweze kusikia na kupokea kitokacho kwako, na mtumwa wako na shuka na kunyenyekea hata nchi, ili Kristo upate kuinuliwa. Unaonekana wewe Mungu wetu, ili sisi tupungue kabisa. Tunaiweka wakfu wiki yetu, umetupa wiki nzima kwako katika madhabahu ya mwanavia na mabibo. Tunaomba neema yako Kristo iwe pamoja na sisi, na ukatuwezeshe kuyatenda yaliyo mashauri yako. Kwa utukufu wako Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen.
Pigie Bwana Yesu makofi. Mshangilie Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Fungua na mimi kitabu cha Ezekieli 11 kabla hujakaa kabisa ni hata usikane. Wewe shika Biblia yako na kufungua Ezekieli 11 mstari wa kwanza na wa pili. Ezekieli 11 mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema, tena Roho kaniinua ikanileta katika lango la upande wa mashariki mwa nyumba ya Bwana nilielekea upande wa mashariki, na tazama mahali pa kuingilia lango walikuwa watu 25, na katikati ya hao nikamwona Azaria mwana wa Azuri na Pelataya mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Akaniambia, mwanadamu, hao ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Ambazo ni mstari wa pili. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Kitabu cha Yeremia 18:18 naandika, hapo ndipo waliposema, njoo tufanye mashauri juu ya Yeremia. Sheria haitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njoo tupige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Amen. Haleluya. 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 Kabla ya kuondoka asubuhi, akibatilisha mashauri ya maovu. Ezekieli tumesikia alipelekwa mpaka kwenye lango mahali pa kuingilia. Walikuwepo watu 25, na katika watu 25 kuna viongozi wa dini ambao waliainishwa kwa majina. Akamwambia, hawa ndio watu watungao maovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Wanatunga mashauri mabaya kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya biashara yako. Lakini Yeremia 18:18 anasema, njoo tufanye mashauri kwa ajili ya Yeremia. Wanatunga mashauri mabaya. Wanasema tunajua neno la Mungu linaweza kutufuatilia hizi habari zitafikia kabisa, lakini sisi tusiangalie neno lake ni lolote, tumpige kwa dini zetu. Hayo mashauri yanatungwa kwa maneno. Wakristo wenzangu, sisi tumekuwa wadhaifu sana katika kuachilia maneno, katika kuzungumza. Ndiko wale wagizo wanapotushindia. Wewe unapokuja kuomba, unaomba kistaarabu sana, unazungumza kistaarabu sana, lakini ufanye wagizo hauna kistaarabu kwa ajili yako. Wao wakitamka wanasema ni watu wanaenda kazini ya Mungu na gari yake. Akatika miguu, mtoto wake haribikiwe, ndoa yake ivunjike, biashara yake iharibike. Hapa yeye anatamka maneno mabaya. Ukipata muda kasome Ezekieli 21:21 nasema, nikapenda mfano wa Babeli amesimama kwenye njia, na mkononi mwake anakuwa Yerusalemu. Anatazama tarafu na meza mbili. Anatumia ukuta. Lakini mkononi mwake anakuwa Yerusalemu. Wewe mkono wako anaweza kuona ndoa yako, kazi yako, biashara yako. Anafungua kichwa kwa kupiga kelele sana. Anapiga kelele kwa machinjo. Ina maana mchinjo tunamjua. Hakuna anayechinja akasema anapaka mafuta, anasema afya katika miguu yaharibike afya. Sasa na wewe kabla hujafanya chochote asubuhi, pamoja na kwamba unamshukuru Mungu kwa neema aliyokupa katika siku nyingine, lakini hakikisha unabadilisha mashauri yako. Anasema mwanzo bana mbegu njema walipolala. Na usingizi kabisa, unaweza ukaendelea kuomba usingizi rohoni, adui anaanda nguvu. Ndio wako mbele za Mungu. Sema Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa mbele zako, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku uliyoifanya nami nitafurahi na kushangilia. Baba, imeandikwa Panzi alipanda mbegu njema, walipolala akaja adui yake akapanda magugu. Na imeandikwa panda zilipanda, Baba yangu wa mbinguni, litang'olewa kwa jina la Yesu. Imeandikwa ingawa ninaenenda
Sifanye vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyangu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Nami ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Kila maovu, kila mabaya niliyotungiwa wakati nilipolala, kwa jina la Yesu ninayabatilisha, ninayatengua. Hayatasimama, hayatafanikiwa. Neno lolote lililotamkiwa, lililobeba mauti, lililobeba uharibifu, ninalibatilisha sawasawa na Isaya ile sura ya 7 mstari wa 7, kwa kuwa imeandikwa, neno hili halitakuwa, halitasimama, halitafanikiwa kwa jina la Yesu. Baba, imeandikwa, niamuru asubuhi yangu tangu siku inapoanza ishike miisho ya nchi, ili waovu wakung'utwe wakawe mbali nami kwa jina la Yesu. Kila waovu wakawe mbali na kazi yangu, na afya yangu, na uzao wangu, na familia yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kibaya kilichopangwa juu yangu ninakitengua, ninakibatilisha kwa jina la Yesu. Pangua yale walioyanena, waliokutamkia yakupate. Wamesema leo yakupate mabaya, wamesema watoto wako waharibikiwe, wamesema ndoa yako ivunjike, wamesema biashara yako iharibike. Pangua yote hayo. Anasema anayabatilisha mashauri ya waovu, ili mikono yao ipate kutimiza yale makusudio yao. Chochote kilichokusudiwa na ufalme wa giza ninakibatilisha, ninakitengua. Akitakuwa, akitafanikiwa, ninapangua mipango yao, njama zao, makusudio yao, ninaharibu, natengua. Hayatasimama juu ya watoto wao, juu ya mume wao, juu ya uzao wa tumbo la mama yao, kuanzia mzaliwa wa kwanza mpaka wa mwisho, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naingiza damu ya Yesu katika milango ya familia yao. Watu wote wanaonihusu, utumishi wangu, wote walionipa kuwa nao katika ibada yao, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, wote waliowaleta kwenye maisha yangu, hakuna atakayepotea, hakuna atakayeangamia. Watendakazi wote ulionipa kutumika nao, ninakataa. Hakuna mabaya, hakuna madhara yatakayokupata kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, uwe uchawi na uganga, shirikina na uovu, na mtengua wale wanaotunga mashauri mabaya kwenye ndoa zetu, kazini kwetu, kwenye biashara, kwenye huduma, katika kanisa. Tunatengua mashauri yao, tunavuruga mikakati yao na njama zao, hazitafanikiwa kwa jina la Yesu. Baba, umesema hii ni siku uliyoifanya, nasi tutafurahi na kushangilia na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ninafunga kila wazo lolote wanalowaza linalolenga kutuondolea furaha ndani ya wiki hii, ndani ya siku ya leo, kwa jina la Yesu Kristo. Nafunga yote, kwa kuwa tumepewa hiyo mamlaka ya kwamba tutakachofunga kitafungwa, na tutakachofungua tunakifungua. Nafungulia amani, nafungulia afya, fungulia uzima, fungulia kushinda, fungulia usawa, fungulia baraka, fungulia uzima, kwa sababu Bwana ni mchungaji wetu. Hatutapungukiwa na kitu chochote kwa jina la Yesu. Hakuna chochote kitakachotupungukia. Kama ilivyokuwa na Musa, ukawa na Yoshua, uwe nasi Bwana, uwe nasi Bwana, uwe nasi Bwana. Mungu wa Elia, udhihirike wiki hii, ukatutendee kwa ukarimu wako, na siku yetu tunaiweka wako kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Pe Yesu makofi mengi. Tukuze tu Yesu. Haleluya, haleluya. Naweza kukaa. Naweza kukaa. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio, tusikie sauti za Bwana. Tusikie sauti zenye nguvu. Tunaweza ukawa una shida ya kutoa, lakini Mungu akakupa sauti. Itoe tu kwa ajili ya utukufu wake. Amen. Kuna mtu amelala mbinguni sasa hivi. Kuna mtu yuko amana sasa hivi. Anasubiri kugeuzwa. Hawezi kusema. Anakuwa kwa kutumia mpira. Lakini mimi na wewe tuko sawa. Tunaweza kumtukuza Yesu kwa makofi yetu kama ni sadaka yenye maana mbele zake. Tunaweza kushangilia tu kama baadaye tuanze kama tunataka. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Nafikiri sio geni kabisa hapa, ni nyumbani kwetu. Amen, amen.
Kweli kuna baba sawa sana. Kuna baba sawa. Ina uhakika kama ndiye sawa. Naitwa Lydia kabisa mseze aiza kichwani mlipo. Mama watoto wengi mmoja safari ya kuelekea mbinguni. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa kibali ambacho ametupa. Na Mungu anawapenda sana kwa sababu ya sijui nimelipa na nidogo. Haleluya. Najua hii wiki nitakuwa niwe Dodoma. Lakini nashangaa kwa nini kwa hapa. Amen. 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 Namshukuru tu Mungu kwa sababu amenipa nafasi. Nikajikuta tu ratiba zinabadilika. Na Mungu akanipa kuwepo hapa leo. Amen. Niko na familia yangu. Mungu ametupa zamu ya kuwepo pamoja na yeye. Amen. Niwakaribishe tujumuike pamoja. Amen. Msiniache na msichelewe. Amen. Mimi nimefungua mlango. Wewe umekuja mimi nishafika. Nakotoka ni mbali. Wewe uko hapa. Lakini nimefungua mlango. Wote wote pamoja. Amen. Amen. Ili tufaidi cha Bwana tutaendelea ukini. Haleluya. Amen. Mungu amenipa nafasi ya kumtumikia kwa zamu hii kwa majira haya, basi tutumike pamoja. Na pia Mungu ametupa nafasi kila siku saa 8 za usiku mpaka saa 9:30 tunakuwa na maombi ambao una simulizi kubwa. Mnaweza kutufuatilia, tunakuwa na kila siku saa 8 za usiku mpaka saa 9:30. Kiingia YouTube ukiandika Lydia kabisa unatuona kabisa live. Jumuika pamoja na sisi. Amen. Kwa hiyo hapa toka saa 8 sisi hatujalala. Kondo kana tuko hapa. Amen. Au tutaangalia kitu kinachosema vitu vya kuombea ili ushinde vizuizi. Vitu vya kuombea ili ushinde vizuizi. Ninapozungumzia vizuizi nazungumzia vitu vinavyonizuia kufika mahali ambapo Mungu anataka mimi kufika. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa la Mungu. Lengo la somo hili ni kutuonyesha mbinu anazozitumia shetani kutuzuia. Mbinu anazozitumia shetani kutuzuia sisi tusifanikiwe au tusifike mahali ambapo Mungu anataka sisi tufike. Mungu akiwa anakutazama mtoto wake ni sawasawa na mzazi awaye yoyote anapokuwa anamuona mtoto anapomzaa. Yaani au ni mzazi wa kiume au ni mzazi wa kike, anapokaona katoto kamezaliwa leo akashika hivi. Mwezi wa kwanza wa pili tunakatoa hapa, tunaanza kukainua hivi, tunakakalisha kidogo. Hiyo miezi 3-4 tunamkalisha kabisa hivi, tunamshikilia lakini hatua amekalisha kabisa. Yeye mwenyewe hatua amekaa. Kadri siku zinavyokwenda tunaanza kuona mabadiliko. Ulikuwa unamshikilia, sasa hivi umshikilie. Alikuwa akai peke yake, anakaa peke yake, anaanza kutambaa, anaanza kusimama. Mwisho wa siku anakimbia. Ulikuwa unamlisha, hautamlisha tena, anaanza kutoa mwenyewe, anakula chakula. Ndivyo Mungu wa mbinguni anavyotutazama na sisi. Kwamba kila siku anatazama, anatamani kutuona tukikua na kuongezeka. Amen. Na sio tu kukua kwamba tumekamata neno lake tukiomba katika maisha yetu yote. Yaani leo nilianza biashara na mtaji wa 1,000, anataka kuniona mwezi ujao mtaji huo unaongezeka, sio kwenye 1,000 tena. Sio? Alitaka kuniona leo nilianza kuomba, naweza kuomba peke yangu nikiwa na dakika 10, naomba dakika 10. Anataka kuniona wiki niomba nusu. Anataka kunikuta naomba nusu. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana ile sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2 anasema, mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote. Mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwe. Natafuta nini hapa? Katika mambo yote. Sio nikuta hapa na fungua maombi lakini hata naoja kurudi nyumbani sina.
nifanikiwe rohoni, nifanikiwe mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Shetani anajua kusudi la Mungu, kwamba anatamani kuona watu wake wakifanikiwa. Na kwa nini ni kiu ya Mungu? Kama neno linavyotuambia hapa, mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Kwa nini Mungu anataka kuona ukifanikiwa nikifanikiwa katika mambo yote? Kwa nini? Kufanikiwa kwako wewe kuna mdhihirisha Kristo, kuna mfunua Kristo. Hakuna sentensi sitaki kuisikia ya kwamba waliookoka ni hoi hai. Yaani kwamba wao waulize maombi, usiwaulize kingine. Yesu tunaye moyoni, akili kichwani, pesa mfukoni. Mngenielewa mngemshangilia hata Yesu. Yaani sio hapa kama tunajenga hilo jengo waseme walokole tu wenyewe watatusaidia kuomba. Pesa tutatoa kwa ajili ya utukufu ya Bwana. Maombi tutayafurumua kwa jina la Yesu. Tunaomba kwa dola, tunaomba kwa katika jina la Yesu. Sio tu kwamba hao wanajua tu kushangalia tuonene kwa lugha. Hao wanafahamu ovyo, tutapigilia mwilini na roho tukiwa simama katika jina la Yesu. Sio tu tumetoka. Mungu wetu anasema ya wazee yaliyo juu Kristo aliko. Sio magari mazuri ya kusikia maso. Tunazama vile vya Bwana. Vizuri nasema kwa kweli kama na waliookoka wako hivi na mimi hapa huyu namtaka. Sasa hivi ni amini. Angalia huko. Unataka tafadhali nipigie. Unasubiri kama yani upo kama unasubiri huko. Mtu amepaki VAT yako hapo. Unasema nenda kamwambia habari za Yesu. Utakwenda jamani. Shati lishachanika. Au nguo zimewekewa viraka, mtu amepaki chuma wake pale. Utamfuata. Sio utawaambia mtumishi na kitu waisi tufanye ujidai. Hakuna cha ujidai, unaogopa. Lakini ukiwa huko simati, una ujasiri. Kwa kumfuata ambia kwa Bwana Yesu asifiwe. Ninajua una vyote lakini kuna kimoja umepungukiwa, ndicho kimekuja nacho nimekuletea. Haleluya. Una magari na machumba na magorofa na vyeo na nini, lakini na uhakika kuna kitu umepungukiwa, ndicho kuja kukuletea siku ya leo. Nimekuja kukuletea habari za Yesu Kristo. Yesu anakupenda. Duniani una vyote lakini mbinguni naona kama umepungukiwa mahali pa kukaa. Watu wa Mungu, ufalme wa giza unafanikisha watu wake, sijakataa. Na ufalme wa Mungu unafanikisha watu wake. Utofauti wa hizi falme mbili, ufalme wa giza na ufalme wa nuru, utofauti wetu uko sehemu moja. Aliyekwenda kwa shetani ganga wake watapata vile alivyopata. Sijakataa. Atakuwa navyo. Si kwamba ni uongo, wanapewa. Na sisi tukikaa vizuri kwa Mungu wetu tunapewa. Utofauti wetu uko sehemu moja. Petro si alikuwa mchanga yule Yesu alikuwa anamuuliza Yesu, tumeacha vyote, tumekufuata wewe, tutapata nini? Yesu akamwambia, duniani mara ngapi? Mara 100, na mbinguni uzima wa milele. Wenzetu wana duniani mara 100, ila mbinguni chagua kuwa na duniani na mbinguni pia katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Mafanikio ambayo shetani anapambana nayo ni nini? Ni matokeo mazuri ya kila ninachowaza kukifanya. Kama nafanya biashara nipate matokeo mazuri. Kama ninaelima nipate matokeo mazuri. Kama ninasoma watoto wangu wasome wafanikiwe vizuri. Kwa sababu sisi tumebarikiwa katika vitu. Kitabu cha Waefeso 1:3. Kitabu cha Waefeso 1:3 anasema tukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa hiyo tumebarikiwa baraka zote kwenye ulimwengu
Kwa hiyo shetani anachokizuia ni wewe kutoka kilichoko rohoni kukileta mwili. Haleluya. 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 Lakini mtu wa Mungu, tumaini tulilo nalo ni kwamba kwenye kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza, neno la Mungu linasema hivi, Mwanzo 1 ule mstari wa 26, anasema hivi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo kama hujaambiwa fanya biashara, alikutangulizia baraka ya kufanikiwa. Kwa hiyo neema ya kufanikiwa iko juu ya kila mtu. Shetani anajua, ndio maana anapambana na wewe kwamba wewe una baraka ya kufanikiwa, kwa sababu Mungu akusema zaidi kaongezeke. Alisema Mungu akawabarikia. Kilichotangulia kwenye kuzaa na baraka ni Mungu akawabarikia. Mungu akasema. Kwa hiyo kilichotangulia ni baraka. Baada ya kubarikiwa akasema zaidi kaongezeke. Kwa hiyo baraka iliyokuja kwangu ilikuja ya kuniwezesha. Tunao uwezesho. Anasema wote waliopokea aliwapa uwezo. Aliwapa uwezo. Kwa hiyo nina uwezesho ndani yangu. Nina baraka ndani yangu ya kunifanya mimi nifanikiwe. Nina uwezesho. Nina ile nguvu ya kiungu ya kufanyika mimi kuwa mwana. Kama mimi ni mwana, nina uhalali wa kurithi vyote vya baba yangu. Amen. Haleluya. Haleluya. Okay, Mwanzo 39. Mwanzo 39 mstari wa 3. Anasema Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yuko pamoja naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Huyo ni Yusufu. Yuko kwa Potifa. Potifa anakija anasema ameona kwamba Mungu yuko pamoja na nani? Na Yusufu. Na kwa sababu Mungu yuko pamoja na Yusufu, anaona mambo yake yakifanikiwa, yaani mambo yote yanafanikiwa, si kwa sababu yake, ni kwa sababu ya huyu ambaye Bwana yuko pamoja naye. Bwana Yesu. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu anakuwazia mema tofauti na adui anakuwazia. Yeremia 29:11 anasema ninajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kukupa wewe tumaini siku zenu za mwisho. Ina maana kama Mungu ananiwazia mema, anawaza nifanikiwe, nibarikiwe, niinuliwe. Na shetani anapambana ili mimi nisifanikiwe, kwa sababu anajua katika kufanikiwa kwangu Yesu atukuzwa. Na ndio maana tunaona anaonyesha kwamba ufalme wa nuru hawana uwezo, kwa sababu anaviinua vile vya upande wa kwake. Ndio maana tunasema magari mazuri ni ya Freemason, majumba magorofa ni ya Freemason. Tunakwambia nani? Ni kwa nini hizo kelele ziko nyingi huko nje? Ili kuonyesha kwamba yeye anaweza kuliko Mungu wa kwako. Lakini habari njema ni kwamba ni kweli tuliuza urithi wetu kwa shetani. Tuliuza kabisa. Hatuwezi kujitetea. Tuliuza kwa damu. Tulipouza Yesu akaja. Alipokuja akaja kuturudisha kwenye ile nafasi ya kuwa walipa. Akaja kuturudisha ile mamlaka. Unajua kwa nini Yesu alikuwa amjibu shetani maswali aliyokuwa anamwambia wakati alipokaribia? Anamwambia ukinisujudia nitakupa hivi vitu vyote. Alimwambia msujudie Bwana Mungu. Kwa nini akisema hivi vitu ni vya baba yangu, toka achia vitu vyangu? Kwa nini akasema? Pale alikuja akiwa amebeba mzigo wa kwetu, alikuwa aseme chochote. Hasemi chochote. Akakubali, akasuluhisha. Ameenda kuzimu. Anarudi na ushindi, anatuambia kwenye matano. Anasema nimepewa mamlaka duniani na wapi na mbinguni. Nimewapa funguo, nimekwenda huko, nimeteka mateka, nimenyang'anya
tunanyang'anya shetani mamlaka yote. Funguo ninazo mtakachokifungua duniani kimefunguliwa, mtakachokifunga kimefungwa katika jina la Yesu Kristo. Wakati mwanzo ataenda kuzimu alikuwa wote kueleza hizo habari, lakini alipokwenda msalabani akakubali kubeba ile laana na mzigo na mateso ya kwetu. Akasema nimekwisha kulipa gharama tayari, watoto wangu wadaiwi, mamlaka nimekuja nayo, funguo ni hizi hapa watoto wangu. Kitakachokifunga duniani na mbinguni kimefungwa, kitakachokifungua na mbinguni kimefunguliwa katika jina la Yesu. Wewe shetani hana dini. Wewe ndiye utakayemkuza, ndio utakayempa cheo. Mamlaka tulishapewa. Amen. 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 Kwa hiyo shetani anachokifanya ni kukuzuia wewe usifike pale ambapo unatakiwa kufika. Haleluya. Haleluya. Amen. Na tunatoka kwenye sekta yetu, yani kwenye okay, najua kuna mashabiki wa mpira Simba na Yanga, sawa? Mchezaji wa Yanga labda yuko wa Simba wako wa Yanga anaweza kutoka huko kaenda kuchezea, au wa Simba anatoka huko kaenda huko. Sikia mtu anachezea kwenye site yake, yani anapambana wewe kufunga kanyang'anya miguu fanyaje, lakini kila mtu anachezea wapi? Shetani anachokifanya anatutoa sisi kwenye watu wetu wa vita. Kitabu cha Waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 6. Wakorintho wa pili 10:3 mpaka 6 anasema, ingawa tunaenenda katika mwili hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Ingawa tunaenenda katika mwili hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Silaha hizo nazo si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka kijiwacho juu ya Mungu, kitenda jana kila fikra ipate kutii Kristo. Sio? Kwa hiyo kama sisi tunaenenda katika mwili lakini hatufanye vita kwa jinsi ya mwili, ni kweli fremu iko pale nzuri kabisa na watu wanapita wengi. Nataka kufungua biashara, sitafanikiwa kwa sababu fremu iko pale kwenye watu wengi. Nitaenda kufungua kwenye mwili lakini kushinda kwangu uko rohoni. Wateja wake dukani kwangu wako rohoni, hawako mwilini. Kwa hiyo shetani anachokuzuia, unafanya vitu mwilini, unapambana navyo mwilini, toka mwilini nenda rohoni, ndio uwanja wako wa vita uliko wewe. Ndio maana nasema kabla ya mambo yote anataka dua. Mambo yote, hajasema yapi yote. Kabla ya mambo ninawaza kuanzisha biashara. Kabla ya kwenda kuchukua hela kwenda kuanzisha kitu, kabla omba. Ndio shida yako wewe, ndio shida wako uliko. Huku mwingine hutaweza kupambana nao. Sio kisha kama kwa kali mafuta itapita baadaye itachoma madini haina. Wewe hujafanya maenda kama ulivyo, utashindwa, unafilisika, mtaji wako utakulisha kopa mwisho wa siku kwa kuletea suka ushindani sisi vyote vikusombe kwa sababu ulienda mwilini wakati huko kushinda kwako hapo mwilini. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Shetani kazi yake anatupumbaza. Anafanyaje? Anatupumbaza ili tuenende mahali ambapo sio pa kwetu, ili atufunge magoli. Ndio maana nimeuliza Simba anaweza kujichanganya kwenye site ya Yanga, Yanga anaenda kwenye site ya Simba. Wewe usicheze kwenye site ya sio ya kwako, wewe wako ni rohoni. Amen. Haleluya watu. Amen. Kitu kingine shetani anachokifanya, shetani hajawahi kuja hivi mwilini hivi ukaona kama shetani anajifichaga nyuma ya jambo fulani. Na ndio maana wakati Yesu yuko na Petro akamwambia, "Uwezi kwenda huko, uwezi kwenda kabisa kwa sababu anapeleka nani kwa shetani." Kwa sababu ni kwa shetani. Sasa kwa Petro. Na anamwambia wewe unawaza sio ya Mungu wewe. Kwenye waraka wa pili wa Korinto nimesema kwenye 3:6 anasema, ingawa tunaenda katika mwili hatufanye vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, kuangusha mawazo na kila kilichoinuka kiinuacho juu ya ile ya Mungu. Kuangusha mawazo, anawaza nini Mungu? Anasema hivi, anawaza kitu gani? Ila ni mawazo. Wewe unaanza kusikia mawazo mabovu sio? Unaanza kuwaza vya kufa. Mawazo yana
Simple tu. Kwani nini? Kwani si ufanye tu. Kwani nani anakuona? Si uibe tu. Kwani leo ukizidi siku moja kwani si utatoka tu. Ni mawazo. Angusha mawazo. Kemea kabisa, toka shetani. Achia nafsi yako. Kwa shetani kwa anajificha nyuma ya jambo fulani ili uhangaike na hilo jambo fulani. Shetani anajificha kwenye magonjwa. Anajificha kwenye hasara. Sasa yani ndio hospitali wanasema nina uvimbe tumboni. Umeona? Wewe walipokuambia una uvimbe tumboni, unaanza kuangaika na nini? Na uvimbe. Hakuna uvimbe tumboni ila kuna shetani tumboni. Anajificha nyuma ya matukio. Anajificha nyuma ya mafarakano, nyuma ya magomvi na mipango. Ukipata hela fulani sisi wana familia wanandoa na bicho ndio tunanunua kile kiwanja. Karibia na ile pesa inaingia toke kufanya. Amuongei. Mnaona. Kwa hiyo nyinyi mnabaki kudili na magomvi yenu. Ile pesa ni kitabu cha Yohana sura ya 5. Yohana sura ya 5. Tusoma kwanza mstari wa kwanza hapo. Na nitakuacha hapo, nafikiri kesho tutaanza kuchambua vitu vya kujiombea wewe, vitu vya kuomba ili kukusaidia kutoka kwenye vizuizi. Lakini mstari wetu mama utakao tubeba wiki nzima. Ni mstari mingi tutatembea nayo, lakini mstari mama ni Yohana 5. Huko nilikuwa tunakuwekea msingi kile kilichosomwa leo. Yohana 5 kuanzia mstari wa kwanza. Yohana 5 kuanzia mstari wa kwanza hadi mpaka wa 9. Kile nitasoma hapo kidogo. Kuna kitu tutakuonyesha. Asema baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye lango la kondoo pana birika itoe kwa Kiebrania Bethesda, nayo na matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika lile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kuchukuliwa akaona ugonjwa wake wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Kila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya mtu. Haleluya mtu. Sisi sana kitu tumesoma sana. Ya bali ya wengi walio kama kudika miaka 38. Nataka tuulize pamoja na mimi swali kwa kuuliza kila siku. Huyu mgonjwa amekaa kwenye birika miaka 38. Yesu anatuambia hapa, Yohana anatuthibitishia kwamba Yesu aliyejua amekaa katika hali hiyo siku nyingi. Swali la kujiuliza. Kama Yesu alikuwa anajua mgonjwa amekaa kwenye hali ya ugonjwa miaka 38, kwa nini hakumtoa? Kwa nini Yesu hakumtoa? Si Yesu alikuwa anajua maana. Yesu akiwa anajua amekaa katika hali hiyo siku nyingi, na maana miaka 38. Sijui birika ilikuwa inachukuliwa kila mwaka au kila mwezi au baada ya miezi ngapi nimesikia. Yesu alikuwa anajua. Kama ambavyo Yesu anajua hiyo hali unayoipitia. Fanya jambo moja. Hakuna kitu Yesu asichokijua unachokipitia. Hakuna. Ila Yesu anasubiri kutoka kwenye kinywa chako. Unataka akufanyie nini? Ukimweleza anafanya. Yesu amesema Mungu alikuwa anatoa vitu sisi bila kuomba. Sawa? Aliyetukosea ni huyu mmoja aliyetupa tabia ya kuomba, tunaomba mpaka sasa. Baba yetu Mungu alipotazama ameweka kwenye bustani
ameangalia bustani ameweka hapa akamwagia vitu vyote kavipa na majina akaona sijaona hapa kumsaidia. Akasema si vema mtu wa pekee yake Tanzania saidizi akampa mke akavuka. Wameenda wamekosea kule wamekula kile ambacho hawakuambiwa kula wamefanya vile ambavyo hawakuambiwa kufanya. Mungu anawatafuta kama ilivyokuwa desturi yake. Anamwita kama yuko wapi? Nimejificha. Kwa nini umejificha? Niko uchi. Umekula ndio kwa Mungu. Anasema nini kile? Kumbe kwa sababu kuniomba ni mimi nilijiongeza. Sasa uniombe kwa mzigo usinirudishie. Yaani hicho kitu wewe niombe mwenyewe ili nikikupa sije ukasema ni huyu mtoto uliyemini. Usiniombe. Aliomba nani? Huyu nilijiongeza nikakupa. Sasa kwa sababu nilijiongeza sasa hivi nalirudishia mzigo. Anasema ombeni na nitapata. Omba kwanza. Usipoomba haleluya. Haleluya. Tunaona maswali yanatofautiana kusoma kwenye hiyo kwa 9 na mwanaume 12 na mwanamke. Mwanamke anauliza swali, ni nini hiki ulichokifanya? Anasema ni nyoka akakifanya. Umeona? Vita ya mwanamke ni yeye na nyoka. Vita ya mwanamke ni yeye na mwanamke. Hapo ndipo wala anataka jiuliza mpaka leo. Na tuwasema wanaume. Ni baba zetu na baba zetu na baba zetu ni ndugu zetu. Hakuna mwanaume aliyeoa hata mmoja kakutana naye anafanya vioja. Umuulize kwa nini anafanya anavyofanya. Kama asipokuambia ni mke wake anasababisha. Kama ipo niletee. Atakwambia mtumishi wewe ujui ungepewa mke wangu kaenea wiki moja ungeishia bila chenji. Yaani mke wangu angekuwa anatumia ningekuwa na wahi nyumbani lakini nakaa bado kwa sababu mke wangu anaongea sana hivi. Yaani kila kosa ni mke wake. Kwa hiyo wakati mwingine mwamulie. Yeye hajawahi kukosea ni maana wajaga wanawake usiangalie na waona hawajawahi kukosea wao. Tunakoseana sisi. Acha tupambane na shetani wetu. Mpaka tumfunde kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo huyu mgonjwa amekaa kwenye birika. Muda mrefu. Yesu anajua kwamba amekaa. Na anamuuliza, unataka kuwa mzima? Hivi ungekuwa ni wewe, ungejibu nini kwa haraka? Yesu asiye kama kuna kitu anakitaja. Yesu amekuja kukutana naye uso kwa uso. Anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Utafanya nini? Utajibu nini yani? Unataka kuwa mzima utajibu nini? Kwa sababu ndio unachokifanya. Lakini angalia mwenzetu alijibu nini? Anasema unajua, yani unajua. Yani mimi kila ninapojitahidi nimefungua jina la Bwana nafungua yani. Yani anakuja mwingine mbele yangu, anafanya. Yani fanya hivi yani watu wananigerezea tu mimi yani. Yani mimi yani pale kabisa nikisema mimi tu leo nitaenda kufungua kipindi. Na kuna yule mama nani yule ameshawahi yani. Tunajieleza. Yesu anataka kusikia nini unataka afanye, sio kama maelezo yako mengi. Unataka kufanyia nini? Hicho ndicho kuseme. Lakini ukiangalia huyo amekaa muda mrefu. Na yeye maji alikuwa anatumiwa. Kuna wakati maji yanatumiwa. Ina maana kama kuna muda, nasema kwa kile jambo kuna wakati wani. Ina maana ule wakati ukipita anabaki pale pale. Anaendelea kubaki. Kuna vitu ambavyo tumekaa hapo kwa muda mrefu tutakuwa tushatoka. Na kitu kingine cha kujiuliza swali ni moja. Aliyekuwa kwa endelea kubaki hiyo biashara bora kwa kufaida nini? Nani? Tunaambiwa birika ina matao matano. Wewe unabaki kwenye birika moja kama ulikuwa unaweza kusota kama kwenye birika moja. Kwa nini usigeukie upande mwingine ukasota kwenye mdomo mwingine? Unatafuta nini?
maelezo mengi. Najua vingi. Anasema nikikaribia anakuja mtu mwingine anayekuja. Kwa tutachambua hivi vitu vitatusaidia. Lakini jambo la kwanza ambalo tutalinayo ni mipaka. Amewekewa mpaka kwa kila jambo karibia. Hawezi kuvuka. Kila mtu hawezi kuvuka. Watu wengi tumewekewa mipaka, hatuvuki, hatusogei. Ambusimama. Kesho hapo kitu cha kwanza cha kujiombea ili uvuke kuondoa mipaka uliowekewa. Umewekewa mipaka kama familia, umewekewa mipaka wewe kama wewe. Anasema ndipo nilipoagiza amri yangu nikasema utafika mpaka. Yaani utajitahidi kufika, lakini kupita. Yaani wewe laki moja tukikuuliza sikupiti tena hiyo nyepesi kutembea. Lakini tukuuliza kuanzia mamilioni ni kutembelea hivi. Na siku ya lipo kutembelea ndio ulipoanza kuoa kwa watu. Siku ya lipo kutembelea ndio ulianza hii nyumba kwa kweli usistahili kulala kwenye nyumba. Naona niende Zanzibar. Kaenda kulala mahali pazuri. Ilipoisha tuagiza na kurudia kwamba hivi pale singenunua tafua hivi. Ila nimekuwa kufanya kumi zingeongeza sauti. Unampaka hata huko unampaka kichwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuende mbele za Mungu tuombe. Ilikuwa nimekuwekea msingi wa mimi nitashughulika nacho. Nimesema vitu vya kujiombea ili nitoke kwenye vizuizi vinavyozuia kufika pale ambapo nataka. Hatima yako ni kubwa. Wewe ni mtu mkubwa. Na ukiona bado unatembea hujafa, kuna kitu Mungu anataka ukitimize. Sasa hicho kitu kinataka na baba nacho hizo usitimize. Ilikuwa na wachekesha. Nikivuka hiki kinainuka hiki. Ilikuwa napambana na hivi vifaa vyangu. Moja kabla ilikuwa tofu wa Mungu. Tukapambana tukapata nyingine. Ingine ikapata shukrani. Tukafanya hivi kijana mwingine naye akapata ya Mungu. Hatujaka sawa. Siku nilizokuwa natumia kurushia maombi ya usiku sasa vijana hawapo ikaungua. Eka. Hizi usifike na wakati wa kufika. Lakini kama Mungu anashika tunafika by power by force tunafika kwa jina la Yesu. Amen. Anasema wewe ni Mungu na silaha yake ya vita kwa wewe. Yaani atarajia kutumia ukuta, atarajia kutumia mti. Anakutarajia wewe kupitia wewe. Hapo hizo falme ili apate kutukuza mahali ulipo. Kwa sababu akijitukuza kupitia miti hawataelewa, lakini akijitukuza kupitia wewe watajua kwamba huyu mtu ndio yule tuliyekuwa tunamuona anaumwa. Ndio yule tuliyekuwa tunamuona anabaga hivi. Ndio yule tuliyekuwa tunamuona aeleweke hata kuchuna nywele kwenye kulikuwa kwa shida. Lakini leo hii ndio huyu ambaye Bwana amemneemesha. Ndio huyu ambaye Bwana amemponya. Ndio huyu ambaye Bwana amemuinua katika jina la Yesu. Kuna dada mmoja alifiwa mjane. Alifiwa. Yaani naweza kusema katika watu wa umaji wanajivunia ile dada. Yaani ni waambie kweli kuna watu wamepewa vitu ile Mungu amembariki kwa kweli. Mnaweza mkashinda mahali na mmechoka. Nasema tukifika tunaomba talisali moja tulale. Amen. Mnasema hapa tumekula tuombe, naomba talisali moja kama tunaomba tupumzike. Si mnaenda kulala hivi. Yeye ndio kama mmemwekea mbele. Dia atakumbuka baba, kumbuka Tanzania. Baba kumbuka yule mchungaji. Baba kumbuka kesho tunani. Yaani nyinyi mmeona tashtuka mnakuta yeye yuko tu. Yaani yuko tu. Anaomba ile na kama anamwambia na kutaka. Aliyepewa na pewa na neta ile heshima yake. Amepewa nguvu za kuomba. Amepewa kusudi. Sasa unajua nasema Mungu akitumikia baba amenyana kama sasa wakati Mungu alianza kuheshimu akaanza kusema, "Huyu tunasema anaondoka huko." Yeye alikuwa anatembea na uwezo wake. Nimeona anafanya. Wakati nimeona alikuwa anavaa dawa moja ya bodi nyingine ya njano. Angalia siku anapotembea. Mwisho wa siku watatangaza wenyewe, yaani watatuelezea habari zetu wenyewe kwamba ni kweli tulikuwa tunawafahamu hivi, lakini kwa sasa sio Bwana mliokuwa mnawajua wakati wanakwenda wakiomba. Anasema mimi ninachojua Bwana amefanya. Ninachojua nilikuwa kipofu ila sasa naona. Hivi itakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Nilikuwa napitia changamoto fulani, lakini leo Bwana
Ni wiki mpya mwanzo. Amen. Ndiye Mungu kwa ajili ya wiki yako. Leo neno letu lilotuongoza katikati ya usiku wa manane tulikuwa tunatembea na Yoshua 1:5. Anasema hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Kama nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakavyokuwa na wewe, akiambia Yoshua. Anasema sitakupungukia na wala sitakuacha. Mwambie Baba, ulikuwa na mtumishi wako wale. Walikuwa wanadamu kama mimi. Kuna mahali walipita wakatinikiwa. Kama ambavyo ukuacha na mimi nakuomba katika jina la Yesu ukini. Usiniache. Usinipungukie. Usiniache. Wewe ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Paza sauti yako kwa Bwana, mwambie tu Bwana sikuacha, sikupungukie. Mkabidhi Bwana wiki yako na mawazo yako yatadhibitika. Kabidhi kazi zako mbele za Bwana. Rapo sekeja ndala bosa kata. Rapa karia doro bosikiri makanda rabakora. Rekokoro bosikiri makanda rabasana. Baba, asante kwa ajili ya wiki mpya. Asante kwa ajili ya Jumatatu. Asante kwa ajili ya Jumanne. Asante kwa ajili ya Jumatano. Asante kwa ajili ya Alhamisi. Asante kwa ajili ya Ijumaa. Asante kwa ajili ya Jumamosi. Asante kwa ajili ya Jumapili Bwana, kwa sababu utatuacha na wala utatupungukia kama vile ulivyokuwa na watumishi wako Yesu. Ulikuwa na Yoshua, ulikuwa na Musa, ulikuwa pamoja na kina Elia, ulikuwa na ndivyo Baba tunauhakika utakuwa pamoja nasi. Nasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi kabisa, lakini Bwana aliweza kufanya makubwa. Alisimamisha jua, aliambia mvua isinyeshe, ikunyesha. Baba, nasi tunaomba Jehova Mfalme, ndani ya wiki hii usituache, usitupungukie katika kazi zetu, katika biashara zetu uwe nasi, kwenye ndoa zetu uwe nasi, na watoto wetu walinde watunze. Usitupite Yehova Mfalme, usitupungukie kwa neno na kwa tendo. Tutengeneze kwa roho ya wepesi, bariki kazi za mikono yetu, achilia neema yako, watunze watoto wako hawa. Umesema utatulinda kutoka hapa na tuingia hapa, utatulinda nafsi zetu, utatulinda na mabaya yote. Baba, utatulinda utuokoe na ile roho. Baba, usitutie majaribuni, wiki hii tusipungukiwe, ikaachilie fadhili nyingi, ukatuneemesha katika fadhili zako, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya watakatifu wako, maana imeandikwa watakatifu walioko duniani walio bora, ambao Baba wametoa miili yao kwa dhabihu iliyo hai kuja kwenye madhabahu yako. Naomba walinde, watunze, wafiche damuni mwako, wawe salama kwa utukufu wa jina lako Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndivyo tunavyoibariki wiki yetu, tunaiweka wakfu kwa ajili yako Kristo. Utatubariki tunapotoka na tunapoingia, hatutapungukiwa na kitu chochote. Mabaya yatatupata sisi, wanatafuta itakaribia hema yetu, kwa utukufu wako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shika sadaka yako. Shukuru Mungu kwa sadaka yako. Iseme tu sadaka yako, neno hiyo sadaka yako. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tumeweka wiki yetu mikononi mwako. Tunamaliza na damu yako kwa sadaka zetu tunazozitoa leo. Tunaomba Baba zipokee na kuzitakabali, ikafanyike kuwa harufu ya manukato. Ikiwa kuna sadaka za ufalme walizozitolewa kwenye madhabahu zao, wakataja na majina yetu, wakaachilia viapo na manuizo na laana. Mungu, sisi tunasimama na sadaka iliyo bora ya agano jipya, damu yako mwana kondoo iliyochinjwa kwa ajili yetu. Tukiungamanisha na sadaka hii, tunaomba zipokee na kuzitakabali kwa utukufu na heshima jina lako Mungu Mwokozi. Amen. Amen. Mungu aendelee kukutunza na kubariki kwa ajili ya kukubali wito wetu. Kwa wakati huu hapa tumefika mwisho wa ibada yetu. Karibu mama kwa ajili ya kuahirisha ibada. Haleluya. Amen. Anasifiwe. Amen. Hongereni kwa kuamka asubuhi. Amen. Madhabahu ya Bwana. Amen. Lydia. Lydia, umerudi kwa wazazi wako. Na ni kweli Mungu anakupenda. Kwa maana kwa hali ambayo unayo sasa, kweli Mungu anakupenda. Waliomwona mara ya kwanza sio Lydia aliyo
Jamani, si kweli? Sio lini iliyoko sasa hivi. Mungu anakupenda. Na ni kwa sababu wewe unampenda Mungu. Unamheshimu, unamtii. Bwana sifiwe sana. Kwako tulikumishi. Asante sana kwa somo zuri. Leo ni Jumatatu kwa sababu kwanza wewe ni mtoto wa nyumbani. Kwa hiyo unajua hali ya mabibo. Inakuwaje? Kuanzia Jumatatu, Jumanne mpaka Ijumaa hapo utaiona itakavyokuwa. Mungu abariki sana. Tuahirishe ibada yetu kwa kusema neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen.